Anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Amina. Maanake mna kitu gani ambacho kinaonyesha kwamba mnawaza? Amina. Anasema mnawaza nini, na anasema kwamba maana yeye atakomesha mateso. Anasema yataonekana. Sasa mimi nadhani nipo kwenye mnawaza nini ama tunawaza nini. Wewe hapo unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya Bwana? Amina. Una kitu gani ambacho, nina kitu gani ambacho nitauonyesha ulimwengu kama mimi mawazo yangu ni haya? Amina. Nina jambo gani ambalo naendelea nalo ambalo nitauonyesha ulimwengu kama nawaza haya? Amina. Bwana si sana. Nawaza nini? Nawaza nini? Anasema juu ya Bwana. Nawaza nini? Nafikiri nini juu ya Mungu? Hivi unajua mawazo mema ni karibu mawazo yale ambayo kuhusu Mungu ni karibu mawazo anayo kila mtu. Hayo mawazo anayo kila mtu. Yaani hata mpagani. Yaani labda mtu ambaye labda unasema yule ni mtu ambaye amehukumiwa kabla hajafa yule. Yaani yule ambao huenda kuna mabaya sana ameyafanya hivi sasa, yale ni kama hasa tuanzie kama akina Yuda, yale makosa. Yaani mawazo mema ni karibu nayo kila. Yaani mawazo juu nikija kuacha, nikija anasema kwamba siku moja nitaokoka, nitaokoka. Kuna mawazo fulani nikija kupata pesa, nitakuwa nawasaidia wajane nini. Kwamba hicho kitu ni kitu ambacho karibu kila mtu anacho. Amina. Kuna mawazo kila mtu anayo kwamba hapa nikipata hiki nitakuwa naomba. Ngoja niweke mambo sawa, mambo ya kikazi. Unajua maisha ya Bwana natakiwa kidogo ili angalau. Hayo mawazo ni karibu anayo kila mtu. Amina. Mawazo anayo kila mtu anayo mawazo, na ndio maana kama watu wakifa kuna mawazo wanakufa nayo ambao wanakufa nayo. Amina. Wanakufa nayo. Kwa mtu kile amekufa na mawazo bado. Na huenda pale ambapo alifikia dakika ya mwisho anapoelekea kukata roho, kuna mawazo, sijafanya kile, kwa nini sifanya kile? Huenda kuna rehema za Mungu ambazo anakuwa anaziomba kwamba Mungu, naomba zile rehema zako zinirudie tena. Amina. Naomba zile rehema zako zinirudie tena. Bwana sasa. Kwa hayo mawazo ni karibu anayo kila mtu. Ila tunakwamia wapi? Tunakwambia nitafanya lini? Hasa shida ni kwamba nitaanza lini kuonekana kwenye hayo mawazo. Amina. Kwenye hayo mawazo sasa, hapo ndo nakuwa. Amina. Hapo ndo nakuja kwamba ya kesho ama siku fulani ama ndege sama fulani. Lakini kusema kweli, kwenye maisha haya, kwenye mchaka wa duniani, hakuna siku ambayo yote atakuwa ameisha. Siku ambayo kusema kweli kwamba mambo ndio yatakuwa yapo sawa, yapo levo, ni kama hicho kitu hakipo. Ndio maana Biblia inasema kwamba heri wafu wafao wapate kupumzika. Kwamba kwenye hii dunia hii hapa ni karibu ni mchaka kila kona. Kwa yule ambao unamwona hana na aliye nacho, wote kuna vitu ambavyo vinawakimbiza. Hata kama mtu kuna hatua fulani ambayo ataifikia, labda kama ni mafanikio ya kawaida, lakini bado tena anapambana, anasema pana, sitaki kurudi kule chini kule. Amina. Kwa hiyo kama ni mawazo ambayo karibu kila mtu anakuwa nayo. Nitakuwa hivi. Hivi nikija kwa cheki kwa ni mawazo, ila changamoto inakuwa sasa umaana. Nilisema kwamba hakuna umaana wa mawazo unayosema kwamba ni mema, alimadamu bado hajakupelekea wewe kufanya vitendo fulani ama vitu fulani. Amina. Hauna maana kwamba unawaza vizuri. Alimadamu yale mawazo haujaleta kwenye jamii, haionekana, haujapeleka kwenye vitendo. Kwa sababu mtu haheshimiki kwa sababu anasema nawaza vizuri. Anaheshimika kwa sababu amefanya vitu fulani vinavyoonekana. Amina. Kuna mataifa makubwa duniani, kuna mataifa kama Marekani. Amina. Mataifa ambayo wanasema ni super power. Amina. Ni mataifa ambayo yanaogopa, hayaogopi kwa sababu wenyewe wanakuambia kwamba nawaza vizuri. Amina. Kwamba sisi tunawaza vizuri, sisi ni Marekani, sisi hapana. Kuna vitu ambavyo wanavyo. Kuna silaha za kivita. Kwa sababu nilikuwa nasikiliza nadhani jana, katika taifa ambalo linaongoza kwa mabomu ya nyuklia zaidi nadhani Marekani, kwa sababu wenyewe lina mabomu ya nyuklia kama 500 na kitu. Inafuatiana na Urusi, Urusi inakuja China, inakuja nini mengine, lakini Marekani inaongoza. Umeona?
Yaani hiyo ndio inaongoza kwa shughuli. Ndio maana wale jamaa wanajiita superpower. Amina. Sasa wale ni watu ambao hawaogopi kwa sababu wanakuambia na mawazo. Wanaogopa kwa sababu wana vitu ambavyo watu wanaviona. Amina. Una vitu ambavyo wanaviona, hata kama ni Iran atasema kama ni kweli jamaa naweza nikapambana naye, lakini ni kama jamaa ana nguvu nyingi sana. Amina. Kwa hiyo nasema nini? Kwamba nawaza nini juu ya Bwana? Nawaza nini juu ya Mungu? Amina. Nawaza nini juu ya Bwana? Nawaza nini juu ya Mungu? Bwana sasa. Nawaza nini? Nawaza nini? Nasema kwamba mawazo yote ambayo unajua ni mazuri, ni mema, neno la Mungu, natakiwa niyafanye leo. Amina. Hiyo kesho watu fulani, si ni Waswahili, si ni Wahenga, wanasema kwamba leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Amina. Ndio maana leo mtu anaweza akatoa sababu, kesho napo akatoa sababu nyingine. Sasa kulikuwa na hiki hapa, umeona? Ndio maana Bua alimaliza kwa kusema kwamba sababu ya msingi ndio ambayo imesababisha wewe ama mimi nikawa hivi. Amina. Sababu yote ya msingi ndio ambayo ikasababisha nikawa hivi nilivyo. Kolosai 3 ule mstari wa kwanza. Hasa basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafufuliwa pamoja naye katika wafu. Basi fisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Sasa kwenye ule mstari wa pili anasema kwamba yafikirini yaliyo juu. Anasema sio yaliyo katika nchi. Anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu, anasema yafikirini yaliyo juu. Amina. Anasema yafikirini, mstari wa pili pale anasema yafikirini yaliyo juu, yawazeni yaliyo juu, yafikirini, yawazeni, yatafakarini yaliyo juu. Kristo aliko. Amina. Kristo hayuko wapi? Kwenye mzee anasema kwamba anatafsiri muda mwingine kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa juu wa fahamu na akili, ambao unafanya vitu ulio juu, yani ya mamlaka zote, ambao unatokeza vitu ambavyo vinavyoonekana. Anasema yafikirini yaliyo juu, yaliyo juu, yaliyo juu. Kristo aliko. Yafikirini, mmefufuliwa mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni. Na ukianza mstari wa kwanza pale anasema yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Yuko wapi? Ameketi mkono wa kuume. Sasa anapowezekana anasema kwamba ameketi mkono wa kuume, hana maana kwamba kwenye kule alikoketi, ni maana yake ketini katika namna za kufikiri kwamba Kristo anawaza nini. Yaani Kristo alitaka nifanye nini leo? Anasema yatafuteni, yafikirini. Ukisema kwamba kutafuta, maana yake ni kitu ambacho haukijui kilipo, ila unajua kwamba uelekeo wa kile kitu kimeelekea, kama naweza nimekipata kwenye mazingira. Anasema yatafuteni, yafikirini yaliyo juu. Sema Kristo aliko. Yuko wapi? Ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, mkono wafahamu na akili, kwamba ameketi huko, yupo huko. Amen. Tafuteni kwa huko, tafuteni kwa hivyo, tafuteni kukaa huko, tafuteni kuonekana huko. Yatafuteni yaliyo juu, yaliyo juu. Anasema Kristo aliko. Yuko wapi? Yupo juu, yaliyo juu. Anasema vifisheni viungo vyenu. Anasema tamaa mbaya, mawazo mabaya, uasherati, nenda katika zingine zote. Maana anasema kwamba acheni yote yale ambayo yani kama limani tumeacha. Anasema manake vifisheni, kwa sababu kwamba kama mtajiingiza kwenye wazo hili la milele, mtakuwa mnatafuta hili, mnafikiri hili, lazima yale ambayo ni mawazo mabaya hayatakuwa na nguvu kwenye mioyo yenu, hayatakuwa na nguvu kwenye miili yenu. Bwana asifiwe sana.
Kwa sababu ni kwamba vitu kwenye maisha na miili yetu vinakuwa na nguvu, kwa sababu muda mwingine vimetolewa ushirikiano, vimeonyesha ushirikiano, lakini vile vitu vikionyesha sura nguvu fulani hivi, wenyewe ushangaa hata kama vinaweza vikaa vinakuja kuja, na hiyo ushangaa viwezi vinakuwa vina muda mrefu wa kukaa ama wa kuonekana. Anasema anasema Kristo atakapofunuliwa, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umeficha. Yafikirini basi, vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Bwana Yesu sana. Nisiache kuonyesha kuwa nafikiri, kuwa nawaza bana, na ili tujue kwamba ama tutakapotaka kujua kwamba mimi na sijaacha, maana ni vitu gani ambavyo unaendelea navyo sasa. Amina. Maana kama nimelala na kwambia naendelea vizuri, ndio maana nasema kuendelea vizuri sio kusema naendelea vizuri. Kuendelea vizuri ni kuendelea kuwa na vitu, ni kuendelea na vitu, kwenda kukaa kwenye vitu ambavyo vitapelekea ufanye kuendelea vizuri. Kwa sababu mtu aendelee vizuri kwa kuwa anatamani kuendelea vizuri. Watu hao inalala kwa sababu lao wanaitamani. Watu hawaheshimiki kwa sababu heshima wanaitamani. Amina. Kuna watu ambao heshima wanaitaka sana lakini hawaipati. Kwa nini? Hawajafanya atakayofanya heshima. Kwa maana kwamba kama nikisema naendelea vizuri, maana yake naendelea na yale ambayo yanapelekea, yanafanya niendelee vizuri, niendelee vema. Amina. Maana yake naonekana katika yale ambayo na yananifanya, yanapelekea ya kwamba yanapelekea, yananibeba kwamba nionyesha kwamba naendelea vema sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Matendo ya Mitume 26. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume 26 anasema, kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno katika hayo asiyolijua. Kwa maana jambo hili halikutendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Najua ya kuwa waamini. Hapana, sio hii. Nitafuta ile Matendo mstari wa 19. Anasema ni Matendo 26 mstari wa 19. Anasema kama hiyo Mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni. Bwana sio sana, bali kwanza naliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayoambatana na kutubu kwao. Anasema kwa hiyo Mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni. Sikuyaasi yale maono ya mbinguni. Ufunuo 3:11. Ufunuo 3:11 kitabu cha mwisho hiki 3:11. Ufunuo 3:11. Ngoja nianzie 10. Ufunuo 3, ngoja nianzie mstari wa 10. Asema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kwa jaribu wakao juu ya nchi. Nanye upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anasema shika sana ulicho nacho. Shika sana. Na kwa Mtume Paulo anasema kwamba
Sikuyaasi yale maono ya sikuyaasi yale maelekezo ambayo nilijua kwamba haya ni mambo ambayo Kristo anataka nionekane katika haya. Anasema sikuyasi, sikuyaacha yale. Sikuyasi, anasema shika sana ulicho. Sema kwamba nisiache kuonyesha kuwa nawaza. Nisiache kuonyesha kwamba nafikiri. Amina. Nisiache kuonyesha kwamba nawaza.